Salamu zetu zipate kuwafikia popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, na tunawakaribisheni kusikiliza kipindi chetu kipi ambacho tumeanzisha cha mtazamo wetu kwa hali inayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sasa tutakwenda kuzungumzia kidogo kwa tetesi zinazovuma katika yale yanayoendelea upande wa wahasi. Kuna fununu zinazodai kama nchi ya Rwanda, ambayo ndo mfadhili wa wahasi wa M23 AFC, ipo katika harakati za kumtoa Corneille Nangaa kwenye uratibu wa chama hicho ili wamweke Moise Nyarugabo kutoka jamii ya Kenyamulenge. Na sasa hapo swali linakuja, je, ni kwa nini Kigali inataka kumuondoa Nangaa katika uratibu wa AFC M23 na kumweka Nyarugabo? Unajua, AFC ambayo ni Alliance du Fleuve Congo ilianzishwa mwaka wa 2023 ama 2023 na Corneille Nangaa, ambaye huyu alikuwa ni rais wa chama wa kamati ya uchaguzi ama seni. Ni muungano wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha makundi kadhaa yenye silaha yakiwemo M23 yanayofanya shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikumbukwe ya kwamba nchi ya Rwanda tayari imeshakiri waziwazi kuwa ni mdhamini na mhusika mkuu wa M23 na kwa kiasi kikubwa ndani ya AFC M23. Huku sasa Kigali ikidai kuwa ushiriki wake huo unalenga tu ni kulinda jamii ya Watusi wa Kongo na kupambana na wahasi wa FDLR, kundi la wahasi wa Kihutu linalotokana na wahusika wa mauaji ya kimbari ya mwaka wa 1994. Na Rwanda imeeleza ushirikiano wake na AFC M23 kama uratibu wa kiusalama tu wa kujihami na wa muda ili kuzuia kurejea kwa vitisho vya kimbari. Na kauli hii ni mabadiliko makubwa ya msimamo, ikivunja miaka mingi ya kukanusha, na inalenga kuhalalisha ushiriki wa Kigali mbele ya shinikizo la kimataifa. Sababu za kisiasa za Kigali kubadilisha uongozi na uamuzi wa kumwondoa Corneille Nangaa na kumpa nafasi Nyarugabo takriban tarehe uamuzi wa kumwondoa Corneille Nangaa na kumpa nafasi Nyarugabo si kwa bahati mbaya. Na ukiangalia hapo awali, Nangaa alichaguliwa ili kuikongolesha harakati za uasi, yaani kuifanya ionekane kama ni mgogoro wa ndani wa Wakongomani wao kwa wao badala ya uingiliaji wa Rwanda. Asili yake huyu bwana Corneille Nangaa si Mtusi kihistoria, na tukiangalia tena historia yake kama msimamizi wa uchaguzi vilimfanya afai kabisa kwa mkakati huu wa kuficha ushawishi wa Kigali. Hata hivyo polepole amegeuka kuwa mzigo kwa sababu kadhaa, na tukisitaja ni kama vile naweza nikataja hapa. Sababu ya kwanza ni vikwazo vya kimataifa, maana Corneille Nangaa kama viongozi wengine wa M23 akiwemo Bertrand Bisimwa yuko chini ya vikwazo vya OFAC ya Marekani. Yaani mali zake zimegandishwa, harakati zake zimewekewa mipaka, na ripoti za siri za Umoja wa Mataifa zinaashiria kuwa Rwanda inataka kumuondoa ili kukwepa athari za vikwazo hivi ambavyo vinazuia shughuli za kifedha na za vifaa vya M23 AFC. Kuweka kiongozi mpya asiyewekewa vikwazo kungeiruhusu harakati kuendelea kupata rasilimali na washirika bila vikwazo vizito. Na sababu ya pili ni kutokukubalika ndani ya harakati na migawanyiko ya ndani. Yani bwana Corneille Nangaa anaripotiwa kuwa hana umaarufu ndani ya AFC M23, na muda wowote anaweza kutishiwa kukamatwa au kuondolewa na washirika wake wa karibu, kwa sababu kuna sadikika kuwepo kwa mvutano wa kikabila ndani ya chama hicho, na jinsi yeye sio Mtusi, lakini aliwekwa tu sehemu hiyo kama kifuniko cha kisiasa tu. Lakini kwa Nyarugabo, yeye kwanza ya yote ni Mtusi wa Kongo, ambaye kabla ya harakati hizi za M23 alikuwa ni seneta mjini Kinshasa, na huku upande wa pili anaonekana kuwa mwaminifu zaidi kwa Kigali na kwa Rais Paul Kagame. Kwa hiyo kwa upande wa Rwanda
Kumweka Nyarugabo kwenye nafasi hiyo kuna maanisha kuimarisha udhibiti wa moja kwa moja wa Rwanda na kupunguza upinzani wa ndani. Kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa mashariki mwa DRC bila kutangaza wazi uingiliaji wake. Kudumisha uhai wa AFC M23 licha ya shinikizo la kijeshi na kidiplomasia, na kulinda maslahi yake ya kimkakati kama vile njia za madini, tukitaja coltan, dhahabu na kadhalika. Pia inaweza kuwa ni mbinu ya kujiandaa kwa mazungumzo ya kikanda, mfano katika mchakato wa mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kule mjini Rwanda nchini Angola. Na kwa upande wa usalama, chaguo la Nyarugabo linaashiria mabadiliko yanaweza kuzidisha hali kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya makundi 120 ya M23 yenye silaha yanafanya kazi. Ingawa Rwanda inadai kuwa uratibu wake ni wa kujikinga tu dhidi ya FDLR, ila kwa vitendo mzunguko ule wa vurugu nao unazidi kuendelea. Na ukiangalia hata uporaji wa rasilimali za Kongo unaongezeka na raia wanaendelea kuteseka, na huku hatari ya kuongezeka kwa migogoro ya ndani kati ya Wakongomani inaonekana. Kwa upande wa Rwanda, Bwana Muhoozi Nyarugabo anaaminika kwa mtu makini, mwenye msimamo mkali, na yuko tayari kutumia nguvu ili kuthibitisha anachokitaka kufanyika kifanyike. Na hii inaweza kusababisha mkakati wa kijeshi wenye mashambulizi zaidi, kusafishwa kwa wapinzani wa ndani wa nanga, na hata kuhusishwa kwa vifo au mashambulizi ya kulengwa ambavyo vinaweza kulaumiwa kwa FARDC ili kuficha migogoro ya ndani. Kwa kifupi, Kigali inataka kumwondoa Corneille Nangaa kwa sababu jukumu lake la kuficha ushawishi wa Rwanda limepoteza thamani, yani halina tena maana, huku vikwazo vya kimataifa vinamfanya awe kikwazo, na uaminifu wake kwa muundo wa udhibiti wa Kigali unatiliwa shaka. Kumweka Nyarugabo ni sehemu ya mkakati wa kudhibiti zaidi, kukwepa vikwazo na kuendeleza maslahi ya Rwanda mashariki mwa Kongo, hata kama hilo linaongeza hatari ya vurugu na kuyumba kwa usalama wa kikanda. Mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, kama nyongeza tu kidogo kuhusu mpango wa kujiondoa kwa wahasi hawa katika mashariki mwa Kongo, kitu ambacho sasa hivi kinasemekana sana na kutarajiwa na Wakongomani wote wenye moyo wa uzalendo. Wacha ni kuweke tu wazi ya kwamba katika vita hivi ambavyo tumelazimishwa na Rwanda pamoja na washirika wake wa magharibi, kuna makundi matatu ya wanajeshi, na kwa kuyataja tunaanza kwa kundi la kwanza, linaundwa na wanajeshi wa Rwanda, Uganda, Sudani na Kenya. Kundi la pili linaundwa na wanaojiita Banyamulenge. Hawa ni Watusi wa Kivu Kaskazini, yani Masisi na Ruchuru, pamoja na baadhi ya Wahutu wa Kivu Kaskazini, Masisi, Ruchuru, Nyiragongo na kadhalika. Na kundi la tatu linaundwa na Wakongo wasaliti pamoja na Wakongo waliolazimishwa kujiunga na muungano huo wa wavamizi. Na tukirudi nyuma sasa kwenye suala la kujiondoa kwa kundi la kwanza, yani kundi la wanajeshi kutoka Rwanda, Uganda, Sudani na Kenya, kwa kuwa wote wako chini ya uangalizi wa Rwanda, kundi hili la kwanza linaweza kujiondoa na kurejea makwao nchini kama vile Rwanda, Uganda, Kenya na Sudani, lakini makundi ya pili na ya tatu yatabaki hapa nchini DRC, kwa sababu yakielekea Rwanda yote yataondolewa silaha, yatapokunywa silaha na kuwekwa katika kambi za wakimbizi, kitu ambacho baadhi ya wengi wao hawawezi kukubali. Na ili kuyaokoa makundi ya pili na ya tatu, muungano wa M23 AFC RDF umeanzisha michezo ya hila kwa lengo la kuichanganya serikali ya Kongo na kuisukuma kuelekea tena katika mazungumzo na makundi hayo mawili. Kwa sasa katika maeneo kadhaa ambako hapo awali kulikuwa vikosi vingi ama bataillon za muungano wa M23 AFC RDF, ila kwa sasa kumebaki vikosi vidogo tu vitwavyo peloton. Yani muungano wa M23 AFC ambao tumetaja hapo kuwa katika makundi ya aina ya pili na ya tatu, unajaribu kuhifadhi baadhi ya maeneo wanayodhibiti mpaka sasa, ili kufanikisha mazungumzo yatakayohakikisha maslahi na usalama wao.
na kwa hili ni kwa uwajibu sasa wa serikali ya Kongo kuamua nini kifanyike. Lakini tukiangalia namna mambo yanavyokwenda kisiasa na kidiplomasia, ushindi unaonekana dhahiri kwamba utakuwa tu upande wa serikali ya Kongo, na hicho ndicho tunachokitaka. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuishia na mada yetu hii ya leo, na jitahidi uzidi kuambatana nasi ili kufahamishwa zaidi kile kinachoendelea, na kwa kusikia kile ulicho nacho kama mchango ama maoni kuhusiana na mtazamo wako kwenye mada hii ya leo, basi usisite kutuandikia kwenye komenti ili tujue unawaza nini. Chao, tukutane kwa majaliwa.